Lakini baba wa taifa vile vile alitujengea taifa moja la Tanzania lenye makabila zaidi ya 120, lakini linalojihisi kama taifa moja nje ya makabila huo, na kuwa kama Mtanganyika mwenzetu aliyeitumikia Tanganyika kwa nguvu zake zote na kwa akili zake zote, na akatufikisha hapa tulipo. Binafsi niweze kumshukuru sana 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 Emmanuel Nchimbi. Mungu akubariki. Umefanya utumishi uliotukuka, na sisi kama Watanganyika tunakupongeza, lakini tuna masikitiko kidogo, kwa sababu ni mtu ambaye tulikuwa tunakutazama kwa jicho la tatu kwamba ungeweza kuipambania Tanganyika. Mambo vipi wa Tanzania wenzangu pamoja na Watanganyika ambao mnanisikiliza muda huu? Binafsi niweze kutoa shukrani zangu za dhati kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kuweza kuchukua uamuzi wa kujiuzulu. Kwa nini niseme kwamba nashukuru kwa kuweza kuchukua uamuzi wa kujiuzulu? Narejelea barua yake yeye mwenyewe aliyeandika akisema kwamba ameona ni kwamba rais wetu mama yetu kwamba anahitaji mabadiliko makubwa ili aweze kufanya kazi. Sasa Emmanuel Nchimbi ameweza kujiuzulu. Nipende kumpongeza kwa sababu amefanya uamuzi wa busara kabisa kuweza kuachia wadhifa. Nikinukuu maneno yako mwenyewe ambao ulisema tupambane ili kuweza kupata katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia katiba ambayo itaweza kuleta maendeleo hasa kwa nchi yetu Tanganyika. Sasa hivi ushawahi jiuliza kwamba hivi unajua Mzanzibari ni Mtanzania, Mzanzibar ni Mtanzania, lakini Mtanganyika sio Mtanzania. Nimeongea vitu viwili hapa kwamba hivi ushawahi jiuliza swali kwamba unajua Mzanzibar ni Mtanzania ila Mtanganyika sio Mzanzibar, sio Mtanzania? Hujanielewa vizuri. Ukienda Zanzibar wana rais wao, wana bendera, wana nyimbo yao ya Zanzibar na kila kitu cha Zanzibar, wanacho. Yaani tuseme Zanzibar ni nchi ambayo inajitegemea karibia kwa kila kitu. Sasa Mtanganyika ambaye ndo anamuita mbala akienda Zanzibar haruhusiwi kugombea urais, haruhusiwi
kugombea hata wenyekiti wa nyumba 10. Haruhusiwi kumiliki ardhi Zanzibar. Lakini Mzanzibar akija bara ambao ndo Tanganyika, anaruhusiwa kugombea, anaruhusiwa kumiliki ardhi na anaruhusiwa kufanya kitu chochote kile ambacho kinahusiana na habari ya maendeleo. Na ndiyo maana nasema Mtanganyika sio Mtanzania wala sio Mzanzibar, ila Mzanzibar ni Mtanzania. Sasa kuna wimbi kubwa sana. Hebu turejelee nyuma. Alianza Mtanganyika mwenzetu ambaye bwana Isidore Philip Mpango akawa makamu wa rais. Ameenda akajiuzulu, akastaafu. Tukawa tuna Mtanganyika mwenzetu ambaye Kassim Majaliwa, naye akiwa waziri mkuu akajiuzulu. Tukawa tuna Mtanganyika mwenzetu Tulia Ackson, naye akajiuzulu uspika wa bunge. Tukawa tuna Mtanganyika mwenzetu alikuwa spika wa bunge, lakini naye pia akajiuzulu. Sasa tunaona ni jinsi gani Watanganyika wanavyojiuzulu. Na sasa tunaye Mtanganyika mwingine Emmanuel Nchimbi, naye amejiuzulu. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Haijawahi tokea makamu wa rais wakajiuzulu wawili wote kwa mpigo. Hili ni swali ambalo Watanganyika tunatakiwa tujiulize maswali. Tujiulize maswali. Ni kwa nini wanajiuzulu? Ni kwa nini wanaachia nafasi hizo? Ni kwa nini? Binafsi nimeumia kama Mtanganyika kwa sababu Nchimbi alikuwa ni role model ambaye nilikuwa namtazama kwamba ndiye mzalendo aliyebaki, ambaye tulikuwa tunamwangalia Mtanganyika mwenzetu aliyebaki akipambania Tanganyika kwa nguvu zake zote, kwa akili zake zote. Shida inapokuja kwa Watanganyika ni wazalendo, ila uzalendo wenyewe ni wa uoga. Hatuna ule uzalendo wa indipu kabisa, kwa sababu ukichukua maana ya uzalendo ni mtu yote ambaye yuko tayari kulipigania taifa lake kwa nguvu zake zote, kwa hali yake yote na kwa uwezo wake wote. Lakini swali la kujiuliza ni kwa nini wanajiuzulu? Kuna nini? Wanaharakati, mimi sio mwanaharakati.
naomba kuuliza swali. Viongozi wote ambao ni Watanganyika wote wanajiuzuru. Je, ni kitu gani ambacho kinafanya hawa watu wajiuzuru? Mtanganyika tujitafakari. Wenda kuna mahala hapajakaa sawa. Tujiulize na mwisho wa siku tukae kwa pamoja. Kwa huu wakati tuliokuwa nao sio wakati wa kuanza kugombana, bali ni wakati wa kukaa pamoja na kuijenga nchi iliyotukuka ambayo walituachia baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati anapambana na mabepari, akatuachia nchi yetu Tanganyika ambayo ilikuwa ni nzuri yenye kupendeza. Huu sio wakati wa wanaharakati kuanza kugombana na kutupiana lawama, ila ipo siku moja tutakuja kulaumiana, kwa sababu naona kiza kikubwa kilichotanda mbele ambacho automatically kitatengeneza kidonda. Yani Tanganyika inatengeneza kidonda ndugu ambacho hakitakuja kutibika. Kidonda ndugu ambacho hakitakuja kutibika. Kwa nini viongozi hawa wanajiuzulu wote? Kuna nini? Kuna kitu gani? Nchimbi ameshindwa wapi? Hajafanya ufisadi, hajafanya ubadhirifu wa aina yoyote ile, wa fedha, labda wizi, aidha rushwa. Hakuna kashfa yoyote ambayo imemfanya Dr. Nchimbi atangaze kujiuzulu akiwa kama Mtanganyika. Je, kuna nini? Philipo Mpango hakuiba pesa, hakuwa na kashfa yoyote, hakuwa na kashfa yoyote ya wizi, hakukuwa kuna issue yoyote ambayo ilifanya yeye atangaze kujiuzuru. Kadhalika na Kassim Majaliwa, tunaona walikuwa ni wazalendo ambao walikuwa wanapambania taifa letu. Lakini je, nyuma ya carpet, behind of the scene, ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea? Kwa nini wanajiuzuru? Swali langu mimi liko pale pale. Huyu ni mzalendo wa kwanza ambaye alikuwa sio mnafiki. Nchimbi ni mzalendo ambaye alikuwa sio mnafiki. Alisimama akisimamia kweli. Ni kitu gani kimemfanya ajiuzuru? Watanganyika, tumuombe sana Mungu tufungue macho na tuone ni nini ambacho kipo mbele, ili kuweza kuziba na kukitibu hiki kidonda kabla hakijachipua na kuanza kutoa usaha. Maana unaweza ukakuta tupo kwenye dangerous zone, alafu mwisho wa siku tukajikuta tuko katikati. Kwa hiyo sote tunatakiwa tuwe makini. Kujiuzuru kwa Nchimbi mimi sijafurahi binafsi, kwa sababu ndo mzalendo wa kwanza ambaye anaisimamia kweli, ambaye sio mlo wa madaraka wala hayupo kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Nchimbi alikuwa ni mtu ambaye yuko tayari kupigania nchi yake. Lakini kwa nini amejiuzulu? Yaani swali langu mimi najiuliza, Nchimbi, kama naomba utuambie Watanganyika wenzako, utuambie Watanganyika wenzako ni kwa nini umejiuzulu, na hali sisi tulikuamini na tulikukubali. Hakuna kashfa yoyote, hujawahi kuiba, hujawahi kufanya. Nchimbi, simama, tunaomba utuambie ukweli, sisi ni Watanganyika wenzako. Kwa nini umejiuzulu? Tulikuwa tunapenda uendelee, tulikuwa tunakutazama wewe. Nchimbi, kwa nini umejiuzulu babangu? Kwa nini umejiuzulu? Kwa nini umejiuzulu? Simama tuambie basi, sema hata neno moja tu ambalo linaweza likaponya taifa hili. Kwa nini umejiuzulu? Philipo Mpango alijiuzulu, Kassim Majaliwa alijiuzulu, wewe pia umejiuzulu. Ni kwa nini mnajiuzulu? Tuambieni, kuna nini? Kuna siri gani? Asanteni sana.
Mimi binafsi nimeumia sana Nchimbi kujiuzulu. Huu ni ujumbe kwako wewe Nchimbi.